Karibu msikilizaji, tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunazama ndani zaidi kupata kuelewa kinachotokea na kupata kuelewa kwamba kinatufaidi kivipi ama kinatuletea matatizo ya kiasi gani kinachoendelea hicho. Nazipokea msikilizaji taarifa za Humphrey Polepole kutoka kwa Patrobas Katambi ambaye ni waziri anayehusika na ulinzi wa ndani, akiweza kupeana update kuhusu kile ambacho anakifahamu kuhusu kesi ya Polepole na upelelezi ambao ulikuwa unaendeleshwa kuhusu kupotea kwa Polepole, utekaji wake na kupotezwa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Msikilizaji, Waziri Katambi anasema kwamba wakati alitekwa Polepole, kipindi hichi ulikuwa na utekaji ambao ulikuwa na sura nyingi, na sasa anapendekeza kwamba mambo ya utekaji yalikuwa yanafanyika na watu wenyewe, kwamba unakuta ni raia wanawateka raia wenza kutokana na masuala ya ugomvi, labda uhasama, chuki ama ubabe, ama kwa sababu ya kutofautiana na misimamo fulani, inapelekea kwamba wananchi wenyewe wanachukua hatua ya kuteka wenzao na kuwapoteza. Mpaka sasa bwana huyu hajaweza kuonekana. Ndio taarifa hiyo msikilizaji, ambayo anaweza kuipeana hapa waziri wa usalama wa ndani nchini Tanzania, Patrobas Katambi. Naomba msikilizaji nikusomee taarifa hii kisha tufanye uchambuzi wa kina kuweza kuelewa kwamba msikilizaji, anachokizungumza waziri huyu kinaonyesha nini ama kinatupa imani katika uwaziri wake. Taarifa yake inasoma hivi: katika hayo ya utekaji kulikuwa na sura nyingi. Sura ya kwanza, mambo ya utekaji yalikuwa yanafanyika na watu wenyewe. Unakuta ni raia kwa raia, labda ni ugomvi, uhasama, chuki ama ubabe, na kwa sababu wanatofautiana katika misimamo fulani, mwisho inaonekana imefanyika na watu kutoka mamlaka za serikali. Yaani kwamba visa hivi vingi vyao vilikuwa vinafanyika na wananchi, lakini mwishowe vinaonekana kama vimefanywa kutokana na mamlaka ya serikali. Yaani Patrobas Katambi anatuaminisha kwamba watu wanaweza kuwateka wenzao na kuwapoteza zaidi ya mwaka, lakini sasa kwa sababu ama inaonekana kwamba mamlaka ndo zimefanya kitu hicho na sio wananchi. Maendelea kusema hivi: utakumbuka juzi mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, walisema serikali imefanya. Super Sami alitekwa, wakasema serikali, ila uhalisia ukagunduliwa sivyo, na mifano mingine mingi kama yule bonge wa Kimara, haikuwa serikali. Akasema hivi: sisemi kwamba ninatetea serikali, upande pia wa serikali naweza nikafanya mimi mwajiriwa wa serikali, kwa kuwa nina visa na mtu, lakini sio kwamba nimetumwa na serikali, na wapo askari ambao wamebainika kufanya makosa na wamechukuliwa hatua.
serikali haiteki, inakamata na kumpeleka mtu kwenye vyombo vya sheria. Akaendelea kusema hivi. Katambi ameongeza kuwa uchunguzi wa masuala ya aina hiyo unahitaji muda wa kutosha ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa pande zote zinazohusika. Ukiharakisha shauri haraka unaweza kuzika haki na watu, unaweza kuzika haki za watu na ukachelewesha haki, umeinyima pia haki hiyo, na kuchelewesha haki umeinyima pia haki hiyo. Kuhusu Polepole, taarifa ya mwisho, vyombo vya ulinzi na usalama vilisema vinaendelea na uchunguzi na upelelezi juu ya jambo hilo, na hata aliyekuwa anatoa taarifa hiyo niliona kwenye TV. Alisema inasadikika hakuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au sio kweli, upelelezi unaendelea. Kwa hivyo msikilizaji, waziri hajui ikiwa Polepole alikuwepo nchini ama hakuwa nchini, lakini anajua kwamba wananchi wa Tanzania huenda ndo walimteka Polepole, lakini kulingana na vyombo vyake vya ulinzi, taarifa ya mwisho iliyoweza kutolewa kuhusiana na kupotea kwa Polepole ni kwamba ilikuwa inasadikika hakuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au sio, upelelezi unaendelea. Kwa hivyo yeye hajui, hana taarifa ikiwa ni kweli alikuwa nchini ama hakuwa nchini, hana taarifa hizo, lakini anajua kwamba wananchi wakati huo walikuwa wanateka wenzao kutokana na hasira, kutokana na chuki, kutokana na uhasama, walikuwa wanawateka wenzao. Anaelewa hilo kwamba lilikuwa kipindi hicho cha kutekwa kwa Polepole, na kwa sababu hiyo anajua kwamba kama alitekwa akiwa nchini, basi alitekwa na wananchi. Lakini amesema kwamba jeshi la polisi linaendelesha upelelezi, na kwa sababu hiyo taarifa ya mwisho ambayo anayo kuhusu kesi hiyo ya Polepole ni siku hiyo, ni hiyo aliyoweza kuiona katika runinga. Msikilizaji, amesema kwamba aliona kwenye runinga, kwa sababu hiyo hajawahi kufuatilia kesi hicho na hajui hatima yake mpaka sasa, kwa sababu amesema kwamba uchunguzi na upelelezi juu ya jambo hilo, na hata aliyekuwa anatoa taarifa hiyo niliona kupitia kwenye TV. Alisema inasadikika hakuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au sio kweli, upelelezi unaendelea. Ina maana msikilizaji, jambo hilo lipo gizani, kwa sababu ikiwa waziri ambaye anahusika na shughuli nzima ya ulinzi na usalama wa ndani wa nchi wa taifa hana taarifa kuhusiana na kesi hicho, ina maana hamna mtu ambaye anafuatilia kesi hicho mpaka sasa. Na waziri huyu anasema kwamba mara ya mwisho aliona taarifa hiyo kwenye runinga. Kwa sababu hiyo ina maana hajawahi kufuatilia, na vyombo vya ulinzi havijatoa taarifa nyingine kutoka siku ile waliposema kwamba wanaendelesha upelelezi. Maoni yako msikilizaji ni yapi kuhusu swala hili mzima? Achia maoni yako kwenye comment section, lakini tunakukaribisha pia, endelea kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kutia subscription ili kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kupatana na unazidi kufahamika
kuhusu kinachotokea.